Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aagiza kuundwa kwa mfumo wa kisasa wa utendaji haki utakaorahisisha ulipaji kodi kwa maendeleo ya taifa. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini yakamata tani 22.6 ya dawa haramu jijini Dar es Salaam kwenye msako uliofanyika mwezi Mei na Juni mwaka huu. Mvua kubwa yasababisha mafuriko katika nchi za pwani ya Afrika Magharibi ambapo watu 71 wamepoteza maisha. Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda awapongeza wasanii wa kongwe nchini kwa kuandaa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026 ikikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni Channel 10. Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima. Na katika upande wa lugha alama ni Ramla Jabu. Mtazamaji, karibu tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza kuundwa kwa mfumo wa kisasa unaotenda haki na unaoeleweka ili kuhamasisha na kurahisisha ulipaji wa kodi na kujenga uchumi unaojitegemea kwa kiasi kikubwa kupitia mapato ya ndani. Rais Samia amesema kuwa uchumi unakuwa kwa kasi na biashara zinaongezeka. Hivyo tunahitaji mfumo wa kisasa unaotenda haki na weledi katika kukusanya mapato. Kwani taifa lolote ili liwe na nguvu ya kupanga maendeleo yake halina budi kujenga mfumo imara wa kodi na mapato ya ndani ili kuimarisha uchumi unaoeleweka. Tunahitaji mfumo wa kisasa unaotenda haki na unaoeleweka. Tutakumbuka kuwa mwezi Julai mwaka juzi 2024 tuliunda tume ya kufanya tathmini ya mfumo wa kodi nchini ambayo imetoa mapendekezo kadhaa ambayo yakitekelezwa tutaunda mfumo unaohamasisha na kurahisisha ulipaji wa kodi na kuwafanya walipa kodi kutambua kwamba kulipa kodi ni wajibu, ni uzalendo na ni kutunza heshima ya taifa letu, yaani kuelekea kwenye kujitegemea. Rais Samia amesema hayo katika hafla ya tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora na maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA iliyofanyika Mlimani City jijini Dar es Salaam, ambapo wafanyabiashara 54 kutoka kampuni za umma na binafsi walitunukiwa tuzo hiyo. Kodi hizi tunazokusanya sambamba na vyanzo vingine vya mapato ya serikali ndizo zitazotuwezesha kuendelea kuendesha huduma za jamii na kwa kiasi fulani kutekeleza miradi ya maendeleo nchini. Katika mnasaba huo, nathubutu kusema kuwa kulipa kodi ni wajibu wa kila mmoja wetu katika kujenga taifa linalojitegemea. Na hapa nataka nikubaliane na kauli mbiu ya tukio hili inayosema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi ameipongeza TRA kwa mafanikio makubwa iliyoyapata katika kipindi cha miaka 30 ya utekelezaji wa majukumu yake na kuahidi kutoa ushirikiano ili kuimarisha ulipaji kodi wa hiari. Tumia fursa hii kutoa wito kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania kuendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa kulipa kodi kwa hiari na kuendelea kuwa karibu na walipa kodi ili kuendeleza uhusiano mwema wa kuhamasisha kulipa kodi kwa hiari. Naye Waziri wa Fedha Balozi Musa Hamisi Omar amesema kuanza kwa mwaka mpya wa fedha 2026-2027 TRA inapaswa kuwa mpya ili kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kuelekea dira ya maendeleo ya 2050. Kwa kuendana na dira mpya ya maendeleo, dira ya mwaka 2050, TRA nayo inapaswa iwe TRA mpya kwa uwekezaji ambao unaendelea, kwa modernization ya taasisi yenyewe na kwa utendaji kuhudumia uchumi ambao unatarajiwa. Kamishna wa Mamlaka ya Mapato nchini Yusuf Mwenda amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara unaotumia falsafa ya 4R uliowezesha kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato,
hadi kufikia shilingi trilioni 37 kwa mwaka 2025-2026. Vigezo vilivyozingatiwa kuwapata washindi ni pamoja na kuwa na rekodi nzuri katika utunzaji wa kumbukumbu za kodi, kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati, kuwa na matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki EFD na matumizi sahihi ya stampu za kielektroniki electronic tax stamps. Ni hafla ya utoaji tuzo ya rais kwa mlipa kodi bora kwa mwaka 2025-2026 ambayo imefanyika hapa katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Hafla hii pia imeambatana na maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Nikiripoti kutoka katika ukumbi huu wa Mlimani City, mimi ni Najma Abdallah wa Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa kamishna wa uhifadhi, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Masana Gabriel Mushawa ameteuliwa kuwa kamishna wa uhifadhi Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA. Kabla ya uteuzi huu, Bwana Mushawa alikuwa naibu kamishna wa uhifadhi na maendeleo ya biashara TANAPA. Mushawa anachukua nafasi ya Bwana Musa Nasor Kuji ambaye amemaliza muda wake. Uteuzi huu unaanza mara moja. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi amesema serikali ina dhamira ya dhati ya kulifanya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kuwa mamlaka kamili ili kulipa nguvu ya usimamizi thabiti wa mazingira yanayoendana na kasi ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ambayo imeanza kutekelezwa jana. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amezungumza hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kupokea mpango kazi wa miaka 5 wa 2026 mpaka 2031 kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, ambapo amesema ni muda mwafaka wa NEMC kuwa mamlaka kamili. Kama kipindi hiki ndoto ya kuwa NEMC mamlaka kamili hakiwezi kutekelezwa, basi haitatekelezwa tena. Tuna Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajenda ya NEMC kuwa mamlaka ameanza nayo akiwa waziri. Lakini pia habari nzuri kuliko zote ni kwamba kamati ya Bunge ya mazingira na mwenyekiti wake zinaunga mkono jambo hili. Makamu wa Rais pia akawataka watumishi wa NEMC kufanya kazi kwa maslahi ya taifa. Utumishi wa serikali ni ya muda mfupi sana. Hakuna sababu yoyote ya kujenga chuki na mtu, ya kujenga ugomvi na mtu katika mazingira ya kazi. Elewaneni wote, fanyeni kazi kwa umoja na mshikamano. Kwenye maeneo ya kazi kusiwe na fitina, mtu asimtengenezee mwenzake maneno ya uongo. Na mahususi tumeomba ifikie hatua ya kuwa mamlaka, tukisisitiza haja ya kuimarisha katika usimamizi wa tathmini ya athari kwa mazingira, ukaguzi na ufuatiliaji wa mazingira, matumizi ya teknolojia za kidijitali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya NEMC Mhandisi Mwanasha Tumbo amesema wanasimamia utekelezwaji wa dira na mpango wa taifa wa maendeleo ili kufikia uchumi shindani na ustawi wa wananchi wenye mazingira bora. Kwa hiyo tunaenda kupunguza matumizi ya fedha za misaada, lakini pia kutoka serikalini, na sisi tunaenda kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha tunasimamia mazingira kwa weledi na uaminifu mkubwa. Pia tumeweza kuwasilisha kwako changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji mwongozo na mwelekezo ya serikali na hatua zinazochukuliwa kuimarisha utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira na huduma kwa wananchi kwa ujumla. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Serikali inatarajia kupeleka muswada bungeni wa kuifuta sheria ya utaifishaji wa mifugo na mali za wananchi, ikiwa ni mkakati wa kutengeneza utawala bora na utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Kauli hii inatolewa wilayani Rorya mkoani Mara na Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akiwa katika ziara yake hapa mkoani Mara. Na nimeambia mkoa wa Mara, babu zangu, bado mnaendelea na ufugaji. Mwezi wa 9, bunge la mwezi wa 9 linaloanza mwezi wa 8, tunaenda kufuta sheria ya kutaifisha mifugo, na yenyewe tumeona ina makosa mengi. Maeneo mengine yamefanyika kiajabu ajabu tu. Watu wanatumia sheria kujitajirisha binafsi.
inapelekwa mifugo, kundi la mifugo 200 inaingizwa kwenye hifadhi mitano, inataifishwa mifugo 200, inataifishwa asubuhi, kesi inahukumiwa siku hiyo hiyo, na wanunuaji wananunua siku hiyo hiyo. Walijuaje kwamba itaingia kwenye hifadhi? Mapema asubuhi ya leo, Daktari Mwigulu Nchemba alitembelea daraja linalounganisha kati ya wilaya ya Tarime pamoja na Rorya linalogharimu zaidi ya shilingi milioni 700, na hapa wananchi wakazungumzia namna ambavyo daraja hili limekuja kukomboa maisha yao. Mto huu ulikuwa upitiki kiasi kwamba umeshagharimu hata maisha ya watu, na kwa kweli tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukasema kwamba miongoni mwa changamoto ambazo zilikuwepo kwenye huu ukanda wa Rorya na Tarime ilikuwa ni hili daraja. Hatuna Rorya, tumesaulika upande wa barabara hii, hasa kwenye barabara ya lami Shirati Utegi hadi Kirongo. Daktari Mwigulu katika hatua nyingine amemwagiza meneja wa TANROADS hapa mkoani Mara kutangaza tenda ya ujenzi wa barabara Mika Utegi hadi Kilongwe. Sasa hiyo usianze kuandika mabarua. Nenda katangaze, tafuta mkandarasi aanze ujenzi wa barabara hii ya kuja hapa. Mheshimiwa Rais alishatoa hiyo ruhusa, mkafanya mchakato wa kupata mkandarasi, ila aliyepatikana akawa na matatizo. Msiombe ruhusa nyingine, Rais alishawapa ruhusa. Hapa najiuliza, bila hela 2030 nitakuja kuchukua fomu kupitia sura ipi? Kwa hiyo mimi naamini kwa kuokovu huo utatusaidia. Kwa hiyo tumeamua kujenga kwanza kwa awamu. Kwa na hakika Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kukamilisha hizi 27 ama kama halitaruhusu ndani ya kipindi hiki cha awamu ya 25-30, yawezekana tukakamilisha mpaka pale Kilongwe. Kutoka hapa wilayani Rorya mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imefanikiwa kukamata tani 22.6 za dawa za kulevya, lita 30.5 za vinywaji vyenye dawa za kulevya na kilogramu 19.94 za dawa tiba zenye asili ya kilevi, tani 3.3 za bangi na mirungi, huku ikiteketeza ekari 228.5 za mashamba ya bangi katika operesheni yake ya kipindi cha kuanzia mwezi Mei hadi Juni jiji la Dar es Salaam. Taarifa hiyo imetolewa na Kamishna Jenerali Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA Aretas Limo alipozungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo pia ametumia jukwaa hilo kuwasihi wafanyabiashara kuhakikisha bidhaa zao haziambatanishwi na dawa za kulevya wakati wa usafirishaji, na akiwaonya madereva wote wanaojishughulisha na uingizaji wa dawa za kulevya. Ukaguzi na uchunguzi wa bidhaa katika duka la bidhaa lijulikanalo kama Village Supermarket la jijini Dar es Salaam na kubaini uwepo wa vinywaji hususan energy drink zenye viambata vya kemikali ya THC ambayo hupatikana kwenye dawa za kulevya aina ya bangi. Katika hatua nyingine, Kamishna Aretas amewasihi watumishi wa serikali kutothubutu kushirikiana na usafirishaji wa dawa za kulevya, akiwataka wananchi kutoa taarifa zozote zinazohusu uhalifu wa dawa za kulevya wanapobaini. Lakini nchini Tanzania hairuhusiwi kinywaji chochote, bidhaa yoyote kuchanganywa na dawa za kulevya. Hivyo tutachukua hatua kali kuhusiana na swala hili, lakini pia kwa kushirikiana na hizi mamlaka nyingine za udhibiti tutafanya operesheni nchi nzima. Kwa upande wake, meneja wa ukaguzi na udhibiti wa dawa kutoka Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA Emmanuel Alphonse na meneja ukaguzi na utekelezaji wa sheria kutoka Shirika la Viwango Tanzania TBS Noro Edgar wamesema wataendelea kushirikiana na DCEA kwa dhumuni la kulinda afya ya watumiaji. Ya waharifu ambao hasa wanatumia bidhaa, wanachanganya dawa au bidhaa za aina ya dawa na vitu vingine, kwa mfano chakula na vinywaji. Sisi TBS tayari wakaguzi wetu nchi nzima wamekushapatiwa mafunzo baada ya Kamishna Jenerali kuona kwamba kuna uchepushaji wa madawa ya kulevya kupitia chakula. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limetoa onyo kwa watu wa vikundi vinavyodaiwa kuratibu au kupanga vitendo vya uvunjifu wa amani nchini, na kwamba halitamvumilia mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo hivyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na madiwani wa halmashauri ya wilaya Mbogwe
amewataka kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu. Twendeni tukaseme na watoto wetu kwamba hao wanaowashawishi kufanya vurugu, kufanya uhalifu, manake ukienda kuangusha nguzo ya umeme ni uhalifu, hawana nia njema na nchi hii. Mkuu wa mkoa wa Geita Maritini Shigela amewataka viongozi na wananchi kuwa mstari wa mbele katika kuzuia na kutoa taarifa kuhusu mipango yoyote inayoweza kuhatarisha amani na usalama nchini. Sisi tuna maeneo strategic ya vijiji vyetu, ya kata zetu, tuna vituo vya polisi, tuna vituo vya afya, tuna zahanati, tuna shule. Huyo mtu anayefanya kukimbilia kwenda kuchoma kituo cha afya ambako kuna vurugu zinatokea, hivi anategemea katibiwe wapi? Kwa kweli polisi, kila tunapopata changamoto, madiwani wangu mko hapa, kila tunapopata changamoto tunahitaji msaada wa jeshi la polisi, hatuchelewi. Jeshi la polisi linafika kwa wakati. Wakati huo huo, halmashauri ya wilaya ya Mbogwe imefanikiwa kupata hati safi kwa mara ya 5 mfululizo katika ukaguzi wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024/25. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali inaendelea kupitia upya sera ya elimu, sayansi na teknolojia ili iendane na mahitaji ya sasa na kuharakisha mageuzi ya taifa kupitia sayansi, teknolojia na ubunifu. Profesa Mkenda amesema hayo wakati wa ufunguzi wa maadhimisho ya miaka 40 ya COSTECH pamoja na kuzindua mfumo wa kitaifa wa taarifa za sayansi, teknolojia na ubunifu NIST, mfumo ambao utawajengea Watanzania uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, kuthubutu na kutumia maarifa kutatua changamoto za maendeleo. Aidha, amewataka vijana kuikumbatia sayansi na teknolojia kama nyenzo ya kuzalisha ajira, kuongeza thamani ya bunifu na kujenga uchumi wa kisasa unaotegemea maarifa. Katika tafakuri yetu ya miaka 40 ya COSTECH, tunajiuliza sisi tulifanya nini? Sio kuonyesha tu maonyesho, kuleta mabadiliko yanayomgusa mtu mmoja mmoja. Wakati wa tafakuri tutajitahidi zaidi kuangalia nini tuweke katika sera yetu hii, ili kweli nchi yetu na yenyewe ione sayansi na teknolojia kama ni jambo la kutupeleka mbele. Tutumie sera yetu na tuweke mikakati ya utekelezaji, nchi hii iweze kusonga mbele kwa kutumia watafiti ambao tayari serikali imewasomesha sana. Furahi kwamba tumetimiza miaka 40, lakini tunajua ndio kwanza tumeanza. Kwa kuzingatia mahitaji makubwa ya dira 2055, sisi kama sekta ya elimu tunaona ndio kwanza tumeanza na tunapewa sasa majukumu makubwa zaidi kuhakikisha kwamba nchi inaenda kule inakotakiwa kwenda kwa kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa COSTECH Daktari Amos Nungu amesema mfumo wa NIST utakuwa jukwaa la kuunganisha watafiti, wafumbuzi na taasisi mbalimbali hapa nchini. Miaka 40 ambayo serikali imekuwa ikiwekeza katika masuala ya sayansi na ubunifu hapa COSTECH. Na kwa miaka 40 tumekuwa tukitekeleza majukumu ya serikali ya kuratibu. Ningependa kuwashauri vijana wanaokuja ambao wako chuoni na ambao bado wapo shuleni wachague masomo ya science, sana sana STEMs. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema mafanikio ya Dira 2050 yanategemea uwekezaji mkubwa utakaowezesha uchumi wa Tanzania kukua kutoka kiwango cha sasa hadi kufikia uchumi wa zaidi ya dola trilioni 1, jambo ambalo litachangiwa na uwekaji vipaumbele vya utekelezaji wa mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 unaojumuisha miradi mikubwa ya kimkakati. Waziri Balozi Omar amesema hayo baada ya kutembelea mabanda mbalimbali ya maonesho ya biashara ya Sabasaba, ambapo amesema serikali inawaita Watanzania kuzitumia fursa zilizopo kuwekeza katika sekta mbalimbali ili wawe sehemu ya umiliki wa uchumi wa taifa. Nao baadhi ya washiriki ikiwemo taasisi za serikali zimezungumzia ushiriki wao katika kuhakikisha dira hiyo inafikiwa, ikiwemo kulinda afya za Watanzania pamoja na kuwawezesha wajasiriamali kupata mikopo itakayowawezesha kuinua kipato chao na taifa kwa ujumla.
Jipanga mwaka mmoja, tuna miaka 25 ya utekelezaji wa dira na imegawanywa katika vipindi vya miaka mitano. Utekelezaji wake umegawanywa katika vipindi vya miaka mitano. Nakumbuka Mheshimiwa Rais alizungumzia mambo mawili makubwa katika kipindi cha miaka mitano hii. Moja, kuongeza reli nyongeza SGR kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay, na ya pili kutoka Tanga kupitia Arusha kwenda mpaka Musoma. Dawa zote zilizokopo huko zinakaguliwa kwa wakati na kutolewa majibu sahihi. Kwa kutumia hiki kifaa imeturahisishia kupima dawa popote. Tunazipima dawa popote, kwa hiyo wananchi wetu wanakuwa na uhakika wa kupata dawa zenye ufanisi, usalama. Kwa upande wa kilimo tuna support au ina maana tunasaidia mnyororo mzima wa thamani tokea mkulima anapokuwa shambani, kwa maana tunapomsupport kwa mbolea, tunapomsupport kwa matrekta na vifaa vyote vya kilimo mpaka mkulima anapofika bidhaa yake sokoni. Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Anna Makinda ametembelea maonyesho ya kimataifa ya biashara ya 50 ikiwemo banda la wakala wa nishati vijijini REA na kufurahishwa na uhamasishaji wa wananchi katika matumizi ya nishati safi ya kupikia maeneo ya vijijini. Akiongea na waandishi wa habari baada ya kuona kazi mbalimbali zinazofanywa na wakala wa nishati vijijini REA, Spika mstaafu Anna Makinda amesema ni vizuri tuungane na maono ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika matumizi ya nishati safi. Kufanya mabadiliko haya kuingia katika kutumia nishati safi kwa ajili ya kukinga afya, lakini na kupunguza matumizi ya muda. Maana ukianza kutafuta kuni mpaka uziwashe, mpaka uanze kupikia, mpaka ukae hapo uone hapo ni kazi. Lakini wengine ukipika dakika moja umeshamaliza na huko unaendelea, inaweza kukupa nafasi kubwa ya kufanya kazi zaidi. Kwa upande wake, mtafiti kutoka kituo cha utafiti TALI Makutupola, Joseph Manyanya, amesema maonyesho hayo yanatumika kuonyesha teknolojia ya kuongeza thamani ya mazao ya zabibu. Yanayotokana na zabibu, ambapo mazao haya yana faida kubwa na kila kijana anaweza akajiingiza katika kufanya kilimo cha zabibu, ambapo unaweza ukawekeza kwenye ekari moja ukatoa zaidi ya tani 10. Kwa hiyo tani hizo 10 unaweza ukaziuza kama tunda au unaweza ukazichakata kubadilisha kwa ajili ya kuongeza thamani. Aidha, afisa masoko kutoka bodi ya Mkonge Best Lukanda amesema bodi inajivunia uwepo wa maonyesho kufikisha miaka 50 yakienda sawa na bodi katika kuboresha uchumi hapa nchini. Bodi ya Mkonge Tanzania tunajivunia kwamba kwa kipindi hiko cha miaka 50 uzalishaji wetu umekuwa. Miaka 5 iliyopita uzalishaji wetu ulikuwa kati ya tani 30 mpaka 40, lakini hapa tunapoongea sasa hivi kwa takwimu tulizo nazo uzalishaji umekuwa mpaka tani 72. Naye mkurugenzi wa maendeleo ya biashara wakala mbegu za kilimo ASA, Dr. Basili Msuha, amewataka wananchi kutembelea banda lao. Ninatoa wito kwa wadau wengine kuja kwenye mabanda yetu haya kuona fursa zilizopo, hususan kwenye tasnia ya mbegu. Na sisi kama wakala wa mbegu za kilimo, jukumu letu ni kuzalisha na kusambaza mbegu. Nikiripoti kutoka katika maonyesho ya kimataifa yanayoendelea katika viwanja vya Sabasaba, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Marekani zimeingia makubaliano ya ushirikiano MOU na wa uwekezaji katika sekta ya afya, lengo ikiwa ni kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kupitia mafunzo ya utaalamu, upatikanaji timilifu wa vifaa tiba na dawa. Hafla ya utiaji saini imefanyika jijini Dar es Salaam, ambapo Tanzania imewakilishwa na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa na serikali ya Marekani ikiwakilishwa na Kaimu Balozi wa Marekani Jean Clark. Thamani ya makubaliano hayo ya ushirikiano wa kisekta wa nchi mbili ni dola za Kimarekani bilioni 3.1, ambapo serikali ya Tanzania imechangia dola milioni 1.8 na Marekani ikitoa dola bilioni 1.3 na utadumu kwa miaka 5. Wathibitishia wa Tanzania kwamba hakuna taifa Afrika ambalo litakuwa na makubaliano mazuri baina ya serikali ya Afrika na serikali ya Marekani kama makubaliano haya ambayo wataalamu wetu wa Tanzania wazalendo waliokaa chini kupitia kila data, kila taarifa na kuja na makubaliano mazuri ambayo yatakwenda kuliweka taifa letu. Together we will build a coordinated national system
capable of rapidly detecting, reporting, and responding to public health threats before they become national or regional crises. The second is strengthening laboratory systems. This includes modernizing and integrating laboratory networks, improving diagnostic capabilities, ensuring laboratories at all levels of the health system can support both routine patient care and emergency response. Waongoza watalii nchini wameaswa kuzingatia sheria za uhifadhi wanapotekeleza shughuli zao ndani ya maeneo ya uhifadhi, hatua inayolenga kulinda usalama wa watalii, waongoza watalii na wanyamapori. Wito huo unakuja wakati watafiti wakieleza kuwa baadhi ya vitendo visivyofuata taratibu vinachangia athari kwa ustawi wa duma katika hifadhi ya taifa Serengeti. Duma ni miongoni mwa wanyamapori wanaotajwa na watafiti kuwa idadi yao inaendelea kupungua katika mfumo wa ekolojia wa Serengeti kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo baadhi ya tabia zisizozingatia kanuni za uhifadhi zinazofanywa na baadhi ya waongoza watalii. Pressure kwa duma imekuwa kubwa sana kwenye plains. Moja ya finding niliyoipata kwenye utafiti wangu ni duma sasa hivi wamehamia kwenye woodlands zaidi ya open grasslands. Kwa hiyo ndio maana kwenye mauwazi duma hatuwaoni tena siku hizi. Sisi tunapambana sana na hao magaidi ambao wanaenda tofauti kidogo na miongozo yetu na elimu yetu tuliyopata darasani. Tunazungumza, tuna reflect ni nini ambacho tuliona mchana, ni wapi tulikosea, ni wapi tuboreshe. Kwa hiyo tuna taratibu za kuzungumza na pia kuelekezana pale ambapo wenzetu wanakosea. Akizungumza ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti, mkuu wa kitengo cha mawasiliano TANAPA, kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena amesema bado kuna baadhi ya waongoza watalii wanaokiuka sheria za uhifadhi. Tumezuia kutembea kwa mwendo kasi unaozidi kilomita 50. Tumezuia kucheza na wanyama. Tukumbuke tu kwamba hawa ni wanyama wa porini na wako katika mazingira yao ya kawaida kabisa ya porini. Ni hatari sana kwako wewe, hatari pia kwa mnyama. Kutoka Serengeti Mara, Jamila Omar, Channel 10. Vijana wamehimizwa kuwa walinzi wa miundombinu ya kutolea huduma za kijamii na kuwezesha shughuli za kiuchumi zinazotokana na uwekezaji wa serikali kwa ajili ya maendeleo ya sasa na kwa vizazi vijavyo. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Hai Hassan Bomboko wakati wa uzinduzi wa jukwaa la vijana wilayani humo, ambapo pia amewasihi kuzitumia vyema fursa za kupata mitaji zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Mimi nataka niwaambie vijana wa nchi hii, kama kuna wakati mzuri wa vijana kupiga hatua kwenye maendeleo, ni wakati huu wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga makofi. Zilikuwepo wizara zinazounganishwa na kufungamanishwa na masuala ya vijana, lakini Dr. Samia ameona upo umuhimu kulingana na mahitaji ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mahitaji ya nyakati, tuwe na ofisi ya rais maendeleo ya vijana. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa wilaya mwasihi vijana kutambua wajibu wao wa kulinda tunu ya amani iliyopo nchini na kwamba wasidanganyike na watu wasiolitakia mema taifa letu. Tuangalie nchi ambazo zina machafuko leo, wanaweza kukutana kwa masaa toka saa 4 mpaka saa 10, masaa 6. Tungeweza kuvumilia. Lazima tukumbuke ni uwepo wa amani. Uzinduzi huo wa jukwaa la vijana umehudhuriwa pia na wadau wa maendeleo wa wilaya Hai, akiwemo mkurugenzi wa City Institute Dar es Salaam Shaban Mwanga, ambaye amesema taasisi yake itaendelea kushiriki maendeleo ya vijana wilayani hapo kupitia ufadhili wa masomo ya vyuo vya mafunzo amali na ufundi yanayotolewa na VETA, na kuwashajiisha waanzishe vikundi mbalimbali. Kuna ambao watakapata mikopo ile ya serikali ya 10% kwa maana ya vijana 4%, lakini kuna ambao watakosa. Sisi kama wadau, unapokuja na wazo, unapokuja na andiko ambalo tunaamini kabisa linaweza likakusaidia, sisi tupo tayari kukusaidia. Kwa sisi kama wadau, mimi kama mdau, nimeona kwamba nukta hizo zinaweza zikawafaa zaidi vijana wa Hai. Lula Ali, Channel. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ameitaka halmashauri ya wilaya ya Malinyi kuhakikisha
kuhakiki wafanyakazi wake kabla ya kuchukua mikopo katika benki mbalimbali, kwani baadhi yao wana madeni ya bodi ya mikopo ya wanafunzi na hivyo kujikuta wakikatwa zaidi ya theluthi mbili ya mishahara yao. Akizungumza katika kikao cha baraza maalum la madiwani la kujadili na kupitia hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, Malima amesema wafanyakazi wanaopokea mishahara yao chini ya theluthi moja wataendelea kupokea kiwango hicho kwa kuwa wamekosea wenyewe. Hoja hapa ilikuwa inasema kwamba bodi ya mikopo waangalie kabla ya kuchukua hiyo hela yao. Sisi tumesema hapana. Hapa sio bodi ya mikopo mwenye shida. Hapa mwenye shida ni mfanyakazi, mtumishi. Sasa ndugu zangu madiwani, ile hela ya bodi ya mikopo inapokwenda umeitumia wewe, ukapata kazi ukaanza kurudisha, ndio unajenga uwezo na watoto wengine masomo. Akizungumzia hoja hiyo, mkaguzi mkuu wa nje Stefano Casasso ameshauri watendaji kuwakumbusha waajiriwa wapya kutoa taarifa za madeni ili kuepuka makato mengi zaidi. Vijana wengine litakuwa gumu. Kwa hiyo mwisho wa siku utekelezaji ukabakia pale pale, na iliyobakia ni kwamba sisi huku chini kama watendaji ni kuona jinsi gani ya kuweza kuwasaidia watu wetu ili wasiweze kuhakikishe. Swala la kwanza ni kuhakikisha kwanza wanatoa taarifa, wawe waajiriwa hata wasio waajiriwa. Tutakuangusha, sisi tutaendelea kuzifanyia kazi, lakini pia tumepokea maelekezo na tutafanyia kazi kisawa sawa. Katika hatua nyingine, Malima amekabidhi gari jipya lenye thamani ya shilingi milioni 235, ambapo mkurugenzi wa halmashauri hiyo Khamis Katimba amesema serikali kuu imetoa shilingi milioni 220 na kiasi kilichosalia ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Pauline Mvungi, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo inahitimisha katika upande wa habari za kitaifa. Mtazamaji, na sasa karibu tupate utondoti wa habari za kimataifa, na moja kwa moja tujiunge na mtangazaji Lulu Ali. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko Ivory Coast. Mvua kubwa imesababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa za pwani ya Afrika Magharibi, hususan nchi za Ivory Coast, Ghana na Benin, na imethibitishwa kuwa watu 59 wamepoteza maisha Ivory Coast na 12 nchini Ghana. Msemaji wa serikali Ivory Coast, Amadou Coulibaly, amesema baraza la mawaziri linasikitishwa na idadi kubwa ya vifo mwaka huu kutokana na mafuriko yaliyotokea mwanzoni mwa wiki hii, na kwamba serikali tayari imefanya maandalizi kushughulikia maafa hayo. Wakati hayo yakiendelea, inaelezwa kuwa mvua kubwa itaendelea kulikumba eneo hili la pwani ya Afrika Magharibi kwa siku zijazo, na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takriban watu milioni 7.5 wako hatarini kukumbwa na mafuriko. Asante Lulu Ali kwa habari za kimataifa. Mtazamaji, mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Katika upande wa lugha alama ni Ramla Jabu. Endelea kuwa nasi.